الحمد لله القوي المتين الذي جعل العزة له ولرسوله وللمؤمنين، وكتب الذل والصغار للأعداء الكفرة والمشركين، ثم الصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وأمينه ومجتباه محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. إخوة الإسلام، أوصيكم كما أوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد الاستعاذة والبسملة: يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحابته. أما بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka ziada za rehema zifikie kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awali ya yote napenda kuihusia nafsi yangu sambamba na kuseni katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni kuamrika na maamrisho yake sambamba na kuweza kukatazika na makatazo yake. Anatuambia Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba amekuja miongoni mwetu sisi wanadamu, na isi mwingine ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi tufahamu ya kwamba yule atakayemfuata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye ambaye atakayefaulu katika dunia hii na vile vile atakayefaulu katika akhera. Waislamu, anamsifu Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake na masahaba zake, na kupitia sifa hizo, lau kama sisi tutajipamba na sifa hizo, itakuwa ni asbabu ya kuweza kufaulu katika mambo ya ardhi na huko akhera. Anatuambia Allah baada ya isti'an, akimsifu Bwana Mtume akisema Muhammadur Rasulullah. Muhammad ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana alikuja Muhammad katika mgongo wa ardhi kwa lengo la kuweza kuwafundisha binadamu haki iko wapi na kuweza kuonesha binadamu batili iko wapi. Basi haki ifuateni na batili basi iwacheni. Ndio vile vile wakatwambia wama atakumur rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Na katika yale ambayo anakupeni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika yale kwa mazuri, basi yapokeni, na katika yale ambayo anakukatazeni jiweke mbali ili muweze kupata kufaulu katika mgongo ardhi na kesho akhera. Anamsifu Allah subhanahu wa ta'ala mtume huyo kusema huyu ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina ma'ahu ashiddau 'ala al-kuffar. Na wale ambao aliokuwa nao, alioambatana nao, bimaana masahaba ni watu ambao ashiddau 'ala al-kuffar, ni wakali kwa makafiri, ni wagumu kwa makafiri.
lakini si hivyo tu, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, ruhamahu bainahum tarahum ruk'an sujada, mpaka huko mbele. Waislamu, hizi ni sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akimsifu Bwana Mtume pamoja na wale ambao waweza kushikamana na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifa hizi hazikuishia tu kwa masahaba, bali sifa hizi zinakwenda mpaka kwa umati Muhammad wote. Wao wote wako chini ya kivuli cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inawapasa waweze kutembea katika akhlaq hizi, ama vile inawapasa waweze kutembea katika sifa hizi. Watu hawa ambao wanafuata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wana sifa gani? Ashiddahu ala al-kuffar, ni wagumu kwa makafiri, ni wagumu kwa wale ambao wanakwenda kinyume na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini si hivyo, ruhamahu bainahum, hawa wana sifa ya kuwa ni wenye kuoneana huruma wao kwa wao. Waislamu, tujiulize sisi binafsi, je, ni watu ambao ni wagumu kwa makafiri? Ni watu ambao ni wakali kwa makafiri? Je, ni watu ambao tunaweza kuhurumiana sisi kwa sisi, ama tunachukiana sisi kwa sisi na kuweza kupigana sisi kwa sisi? Uislamu watufundisha juu ya kuwa na huruma baina yetu, watufundisha juu ya kuweza kuwa kama mwili mmoja. Hata katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tunaambiwa katika miongoni mwa sababu zilizopelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani kuweza kufadhilisha, jambo la kwanza, licha ya kwamba kuwa na afya njema, ukiachana na lengo la kuwa wacha Mungu, lakini lengo lingine linalofanya kazi kufadhilisha mwezi wa Ramadhani ni watu kuweza kuhurumiana, kuwa na huruma baina yao. Jambo la kwanza, Muislamu lazima ujiulize, ambacho unachokifanya wewe kwa Muislamu mwenzako ni cha kheri ama ni cha shari? Waislamu, alituhimiza Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani akituambia, yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adhaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha shadidul 'iqab. Waislamu hawa, waumini hawa ni watu ambao yuhibbunahum ka hubbillah, wanapendana kama anavyopenda Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina amanu, na wale ambao walikuwa na imani kweli kweli, ashaddu hubban lillah. Hawa ndio Waislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliweza kuwataja kule ya kwamba hawa wako chini ya Bwana Mtume na wana sifa hizi na hizi na hizi. Jambo la kwanza, wanahurumiana wao kwa wao. Waislamu, mwezi wa Ramadhani umekwisha. Je, ile huruma tukionyeshana mwezi wa Ramadhani, kutolea sadaka, kulishana vyakula, kufuturishana, je, inaendelea mpaka sasa hivi? Somo ya Ramadhani iliweza kujenga sisi tuweze katika mwezi huu ambao tumeishi huko, mwezi wote huu, basi yatupasa sisi kuweza kuishi maisha yetu yote kama tulivyoishi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ikaweza kutengeneza sisi kuwa na qalbu salimu, kuwa na mioyo ambayo inaweza kusalimika kwa ndugu zetu Waislamu, kuwa na mioyo ambayo inaweza kuhurumiana sisi kwa sisi. Tujiulize, sisi kwa sisi Waislamu tunaweza kuhurumiana? Waislamu, katika miongoni mwa haki za Muislamu kwa Muislamu mwenzie, licha kwamba anapaswa kumhurumia, lakini jambo liko bora kabisa akatwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata damu ya Muislamu kwa Muislamu mwenzake ni haramu. Bimaana mkono wako wewe ama kiungo chako wewe kuweza kumdhuru Muislamu mwenzako ni haramu. Kiungo chako wewe, ulimi wako wewe kuweza kumsema vibaya Muislamu mwenzako ni haramu. Waislamu, je, tunahurumiana sisi kwa sisi? Huruma ambayo anatufundisha Allah subhanahu wa ta'ala iko hapo Waislamu. Sio tu katika matatizo, hata katika maisha ya kila siku. Huruma yetu Waislamu
kwa sisi Waislamu liko wapi? Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kwa miongoni mwa kusikia na kufanya kazi. Aqul ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim wa ghafurur karim. الحمد لله يا إله الناس بحق أحمدك بغير الوسواس. حمد لديك يا إله الناس بما خلقت من الحديد والجنس، والصلاة والسلام بغير الوسواس على سيدنا محمد ذوي الخير والإخلاص وعلى آله وصحابته منهم أبو بكر وعبد الله بن عباس. Islam kwa mara nyingine tena napenda kuhusia nafsi yangu sambamba na kusema katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Anazidi kutuambia Allah subhanahu wa ta'ala, watawasaw bil haqq watawasaw bil marhamah. Hawa waumini ambao wako pamoja na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sifa zao zote hupenda sana kuhusiana katika haki na vile vile hupenda sana kuhusiana katika swala zima la kuoneana huruma wa Allah. Katika kisa kimoja ambacho ni mashuhuri sana, kipindi cha nyuma, kipindi cha sala Kiswahili, yaweza kupatikana makundi mawili ambayo yalikuwa yakienda kupigana jihadi. Waislamu wanakwenda kupigana na ambao sio Waislamu katika kuhakikisha kwamba dini ya Allah subhanahu wa ta'ala inaweza kusimama. Wakati walifika sehemu moja, watu wale wakamkuta mzee mmoja katika sehemu hiyo, kwa kuwa wametembea umbali mrefu na wanahitaji kuweza kupumzika. Basi mzee yule ambaye alikuwa amezeeka sana akawaita na kuwakaribisha katika nyumba yake. Kwa kuwa Waislamu tunahimizana sana katika kuweza kukaribishana, mzee yule akachukua tende akaweza kuwapatia wao. Tende zile inasemekana kwamba kuna baadhi zilikuwa ni nzima, kuna baadhi zilikuwa ni mbovu. Maanasafi shadid, baada ya kuwapatia mabwana, kwa kuwa ni Waislamu ambao walikuwa ni uhamamu bainahum, ni watu ambao wanaoneana huruma, ni watu ambao wanapendana, mshikamana katika dini ya Allah. Basi walikuwa baadhi yao wanakula zile tende mbovu, zile tende nzuri nzuri ndio wanapatia ndugu zao. Zile tende mbovu wanakula wao, au wenzao wanaachia zile tende nzuri nzuri. Ikafika kipindi mpaka sahani ya tende ikaisha, tende zile zote ambazo zilikuwa mbovu zikazimeliwa na zile zote ambazo zilikuwa nzima zikawa zimeachwa. Yule mzee akisa kustaajabu sana, ni wachanganya tende ambazo ni nzima na mbovu, lakini kutokana walikuwa wanaoneana huruma kwamba Muislamu hataki jambo baya aweze kupata Muislamu mwenzake, hawezi akala kitu kizuri Muislamu mwenzake akala kitu kibovu, yeye bora ale kitu kibovu lakini Muislamu mwenzake ale kitu ambacho ni kizuri. Yule mzee akaweza kwa ruhusa na bwana akamwambia katika jihad. Hilo ni kundi la kwanza. Baada ya muda mfupi likapita kundi la pili. Kama kawaida yule mzee akaikaribisha kundi la pili, akakaribisha ndani, akafanyia kama wale walikuwa kwenye kundi la mwanzo. Akachukua tende nzima na mbovu akazichanganya, kisha akaweza kuwapatia. Lakini kundi hili halikuwa sawa na ile kundi la mwanzo. Tofauti yao ilikuwa nini? Wale bwana walipokiona zile tende nzima wakawa nakula wenyewe, zile tende mbovu wanaziacha. Akawa anajionea, anajipendelea mwenyewe kula kitu kizuri, lakini mwenzake ale kitu kibovu. Baada ya kumaliza kula, yule mzee anafuata na bwana akamwambia na inafuata. Akamwambia, hawa watu tunaokwenda kupigana nao, akishiria kwamba hamtuweza kuwaweza hata kidogo, na kwa kishiria kwamba hamtuweza kutokana na umoja wao jinsi ambavyo wanapendana. Akaambia sababu ambayo inafanya wao kuweza kushindwa, akaambia hivi,
Wale mabwana waliokuwa waliopita katika kundi la kwanza walikuwa na huruma na wakipendana sana kiasi kwamba hawako tayari kumuona mwenzake akila kitu kibovu ili akala kitu kizima. Lakini nini, bora wewe ule kitu kizuri lakini mwenzako upatie kitu kibovu. Kwa tabia hii hamkuweza kufaulu katika vita hivyo. Kisa hili kinatufundisha nini? Waislamu, mapenzi yetu baina yetu ni madogo sana. Ile mapenzi ambayo ametufundisha Allah subhanahu wa ta'ala namna gani tupendane. Sasa hivi ummati Muhammad hatupendani kabisa. Umoja wetu kama Waislamu, umoja wetu kama ummati Muhammad hauko kwa sasa hivi. Tunasoma katika vitabu ya kwamba itafikia kipindi cha kwamba kuna sahaba mmoja anaweza kupata kitu cha mbuzi, lakini kwa kuwa yeye anaipendelea sana nafsi ya ndugu yake Muislamu kuliko anavyopendelea nafsi yake, kichwa kile kilitembea kwa watu kadhaa mpaka mwisho kikarudi kwake. Kwa nini? Ahibba linnas kama tuhibbu linafsi, ipendelee nafsi ya ndugu yako kama unavyopendelea nafsi yako. Muislamu, leo unakuwaje uko radhi ndugu yako Muislamu ana chakula lakini wewe kesho utamwaga chakula? Uko vipi radhi ndugu yako Muislamu watoto zake yeye wanasoma vibaya, watoto zako wanasoma vizuri, japo hatapendi tu kuweza kumsaidia ndugu yako Muislamu? Waislamu, lau kama tutasimama katika misingi ya Allah subhanahu wa ta'ala, tutahakikisha kwamba au tufahamu kwamba anahakikisha kwamba tutaweza kufaulu katika dunia hii na kesho akhera. Matatizo mengi hapa duniani sasa hivi yanatukuta kwa nini? Kwa sababu hatupendani sisi Waislamu kwa Waislamu. Muislamu anaona bora ajipendelee kuliko kumpendelea ndugu yake Muislamu. Waislamu, ametuhimiza Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kuwa na umoja, na vile vile ametukataza Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kuweza kufarikiana na kuchukiana na kuwa makundi. Lau kama tutafanya hivyo, tutashikamana katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala, tukapendana, basi tufahamu kwamba tutafaulu katika mambo ardhi na vile vile tutafaulu katika mambo akhera. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutupatia maombi yetu.